بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 28 mwezi wa Jumada al-Ula mwaka 1447, katika darsa ya tafsir Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, tuendelea na tafsiri ya juz amma na tulifikia suratul balad. Na kabla ya kuingia katika tafsiri Imam Sa'di biidhnillah ta'ala, tusoma katika al-mukhtasar fi tafsir al-Qur'an al-Karim, tujue kwa ujumla maana hii sura. Suratul balad Makkiya, ni sura ambayo imeshuka katika wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam yupo katika mji wa Makka, bimaana kabla ya hijra. Na hii sura ni alama kubwa miongoni mwa alama za ukweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sababu akiwa bado hajafanya hijra, Allah subhanahu wa ta'ala tayari azungumzia tukio litakalotokea la fathu Makkah, wa anta hillun bihadha albalad. Akazungumzia tukio ambalo litatokea wakati wa fathu Makkah, na Mtume sallallahu alaihi wasallam bado hajafanya hijra kwenda Madina. Suratul balad kitizama kwa makini utakuta kuwa maaniha muttasila, maana yake yamefungamana kuanzia mwanzo wa sura mpaka mwisho. Na kuna baadhi ya sura waweza kupata kumezungumziwa ndani yake mawadhi' au mawdhu'i tofauti, lakini suratul balad yote imefungamana kuanzia mwanzo wa sura mpaka mwisho wa sura. Ayatuha ya'khudhu ba'daha biba'd, takuta aya zake kila moja ina mafungamano na ile inayofuata. Na hata ukiangalia tafsiri ya Imam Sa'di hakuikata katika maelezo, bali ameeleza moja kwa moja kuanzia mwanzo mpaka mwisho. يقول الله سبحانه وتعالى: لا أقسم بهذا البلد، نأبا كمجه. فيقسم سبحانه وتعالى بمكة البلد الحرام. الله سبحانه وتعالى akaapa katika hii aya na mji wa Makka, mji ulio na heshima kubwa sana, ulio na utukufu mkubwa mno. Ay aqsama Allahu bil balad al haram alladhi huwa Makkah al mukarrama. Allah subhanahu wa ta'ala akaapa na mji huu mtukufu ambao ni mji wa Makka. Allah subhanahu wa ta'ala ameutukuza mji wa Makka yauma khalaqa as-samawati wal ardh, kuanzia ile siku aliyeumba mbingu na ardhi. Allah subhanahu wa ta'ala ameutukuza mji wa Makka.
akamdhihirishia utukufu wake mtume wake Ibrahim alayhi salatu wassalam. Na katika mji huu kuna al-Masjid al-Haram, na huu mji huwa ahabbu al-biqa'i ila Allah subhanahu wa ta'ala, ndio sehemu inayopendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika mji huu kuna al-Kaaba ambao ndio qibla cha waislamu wote ulimwenguni, wakitaka kufanya ibada yao ya sala waelekea sehemu ile. Kuna mambo mengi yanayofungamana na mji huu mtukufu. Allah aapa na mji huu, fayuqsimu bimakkah. La ajabu, Allah subhanahu wa ta'ala aapa na mji wa Makkah akiwa bado mtume sallallahu alaihi wasallam yupo pale Makkah, na hili lazidisha utukufu wa mji wa Makkah kuwepo ndani yake bado mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kisha akaapa Allah subhanahu wa ta'ala kusema, wa anta hillum bihadha albalad, nawe unaokaa mji huu. Hii ni katika tarjama, lakini wa anta hillun ay wa anta ayuha ar-rasul halalun laka ma tasna'u fiha, na wewe ewe mtume wangu nimekuhalalishia wewe kile utakachokifanya katika mji huu. Na kabla yake mtume sallallahu alaihi wasallam Makkah haijahalalishwa kabisa watu kupigana vita ndani yake au jambo lolote katika yale yaliyokatazwa kuyafanya katika mji wa Makkah, ambayo pengine waweza kuyafanya katika mji mwingine, ila mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tena kwa kipindi katika ile siku ya fathu Makkah, kisha ikarudi katika hali yake ile ile ila qiyam as-saa. Ay wa anta ayuha ar-rasul halalun laka ma tasna'u fiha min qatli man yastahiqu al-qatl, ni halali kwa wewe mtume wangu kile utakachokifanya ndani ya mji huu, kumuua yule anayestahili kuuawa, wa asri man yastahiqu al-asr, na kumchukua mateka yule anayestahili kuchukuliwa mateka. Na hapa pazungumziwa fathu Makkah. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoingia mji wa Makkah, kuna baadhi ya watu akatangaza kuwa popote watakapopatikana wauawe, hata walau kanu mutaalliqina biastari al-Kaaba, hata wakiwa wameshika yale maguo yanayofunikwa nayo al-Kaaba wauawe. Akataja fulani na fulani na fulani na fulani, hawa mkiwakamata kata kichwa, kwa ule uovu waliokuwa nao watu hao. Kwa akahalalishiwa hilo na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kile kipindi. Allah subhanahu wa ta'ala kule kuapa hapa ingia ndani yake kuapa kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa anta hillum bihadha albalad. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika utukufu wake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemhalalishia kile ambacho hajamhalalishia yoyote katika waja wake. Hajahalalishiwa yoyote kufanya hiki alichohalalishiwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yoyote katika mitume wa Allah, la min qabrihi wala min ba'dihi. Hakuna binadamu yote alihalalishiwa hiki kabla ya mtume sallallahu alaihi wasallam wala baada yake. Akamhalalishia kupigana vita ndani ya mji wa Makkah kipindi katika mchana, wadhālika lisharafihi alayhi salatu wassalam, sababu ya utukufu wake mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala
akaendelea kuapa na kusema wa walidin wama walad, na naapa kwa mzazi na alichokizaa. Ay wa aqsama Allahu biwalidil bashar, Allah subhanahu wa ta'ala akaapa kwa mzazi yule aliyewazaa hao wanadamu tunawaona. Wa aqsama bima tanasala minhu min alwalad, na akaapa kwa vile vizazi vilivyotokamana na yeye Adam alayhi salatu wassalam, katika vizazi vyake hivi vilitokamana na yeye. Wanaovioni wengine wasema pia yaweza kuingia ndani yake hata hayawani ambao wale waliozaa wengine wakazaana. Wa bikulli mauludin, na kila kilichozaliwa. Bimaana hapa na kila ambacho ni ina sifa ya kuwa mzazi, na iwa hapa na kila ambacho kina sifa ya kuwa kimetokamana na yule mzazi, kilichozaliwa kutoka kwa yule mzazi. Kwa sababu at-tanasul, kule kuzaana kwa wanyama au kabla ya hapo kuzaana kwa wanadamu, ayatun adhimatun lillahi subhanahu wa ta'ala, ni aya na ishara kubwa inaonyesha ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala na uwezo wake mkubwa subhanahu wa ta'ala. Kwa watu wazaana kizazi baada ya kizazi, na upande wa wanyama kadhalika, wanyama wazaana. Lau kama utatizama, chukulia wewe mfano, kila siku katika huu ulimwengu ng'ombe wangapi waliwa? Na ng'ombe ikiwa utasema yuwazaa, yochukua kipindi gani mpaka azae, na yuwazaa watoto wangapi? Na kila siku uenda bucha wanunua nyama wala, na iko. Na hii sikwambii kwetu tu hapa tunapoishi, ulimwengu mzima enda utayakuta haya. Chukulia mbuzi wangapi wanauliwa kwa siku moja, wangapi mbuzi wachinjwa kila siku watu wakala nyama. Usiangalie pale unapoishi, ulimwengu mzima, na kila siku wapo. Subhanallah, kila siku wapo wazaana tu. Waqis ala dhalika, angalia wanyama mbalimbali. Kuna ishara za kuonyesha ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo hili. Kwa mtu atizame namna gani Allah subhanahu wa ta'ala anavyoonyesha uwezo wake katika hili jambo la kuzaana. Thumma qala Allah subhanahu wa ta'ala, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema jawaban lilqasam. Kwa nini ameapa? Ukiona Allah subhanahu wa ta'ala aapa, kuna jambo ambalo kwa ajili yake aapa. Hapa ameapia nini? Qala laqad khalaqna al-insana fi kabad, hakika tumemuumba mwanadamu katika taabu. Nini maana haya maneno? Ukisoma tarjama ya Kiswahili si ajabu ukafikiria kuwa Allah akisema hakika tumemuumba mwanadamu katika taabu, tumpata taabu kumuumba. Si maana yake. Ndio maana huwezi kujua tafsiri ya Qur'an kwa kusoma tarjama. Usoma tarjama, mimi basi najua maana yake. Kuna watu usoma tarjama kisha washindani kweli kweli. Hii tarjama ukisoma huwezi kuelewa maana yake nini. Ameumba kwa taabu vipi? Wafasiri wa Qur'an wasema ay laqad khalaqna al-insana fi ta'bin wa mashaqqa lima yu'anihi min ash-shada'id fi ad-dunya, hakika tumemuumba huyu mwanadamu yuko katika tabu mwanadamu huyu na mashaka katika yale anayokabiliana nayo katika shida za kidunia. Huyu mwanadamu Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba katika umbo lililokuwa zuri kabisa, akamtofautisha na viumbe wengine, akampa akili, akawa amenyooka katika umbile lake. Lakini خلقه الله سبحانه وتعالى ليعمل العمل الكثير في الدنيا لدينه
بأن يعبد الله سبحانه وحده ولدنياه التي لن يحصل ما فيها إلا بالسعي والتعب والمعاناة. hakika tumemuumba huyu mwanadamu ana mambo makubwa yanayomkabili. Mwanzo ana amal lazima aitekeleze aliyoamrishwa na Mola wake katika hii dunia kwa ajili ya dini yake, kadhalika kwa ajili ya dunia yake lazima afanye kazi katika kuitafuta riziki yake. Pia hapa akapata tabu katika kuitafuta riziki yake mpaka ipate. Fahuwa yantaqilu min ta'abin ila ta'ab, mwanadamu atoka kwenye tabu moja kwenda kwenye tabu nyingine. Hivi ndivyo alivyoumbwa. Hakuna raha na utulivu katika hii dunia. Ameumbwa atoka kwenye tabu moja aenda kwenye tabu nyingine. Wasayakunu ba'da mautihi fi ta'abin shadid, na baada ya kuondoka hapa duniani mbele yake kuna tabu kubwa zaidi ya mgoja. Kule mbele ana mambo makubwa sana yanayomsubiri in lam yuti' Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa hata mtii Allah subhanahu wa ta'ala. Duniani kuna ibada za mgoja ni lazima azitekeleze, kuna kazi katika kutafuta riziki yake ya kidunia, kuna mauti ya mgojea mbele yake, kuna sakaratul maut, ataondoka duniani, kuna kaburi la mgoja, kuna maswali atakwenda kuulizwa kaburini, ajibu. Akimaliza hapo kuna maisha ya barzakh, akitoka barzakh kuna kufuliwa siku ya kiyama, kuna hisabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuna mizan, kuna sirat lazima aipite juu ya moto wa jahannam. Akitoka kuna qantara, kuna sehemu ya daraja. Kila aliyemdhulumu mwenzake, hata akiwa ni katika watu wa motoni umemdhulumu, akulipize kisasi. Wenda kuna mambo utapita mwanadamu lazima huwezi kuepuka moja baada ya jingine, yatosheleza kisimamo cha siku ya kiyama. Fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana, katika siku ambayo urefu wake ni miaka 50,000. Allahu a'lam kwa idadi ya miaka ya kidunia au ya miaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun, siku moja kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kama miaka 1000 kwa idadi ya miaka yenu. Allahu a'lam miaka 50,000 hii itakuwa vipi? Yauma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, siku ambayo watu watasimama mbele ya Mola wao mlezi Allah subhanahu wa ta'ala. Majanga ya siku ya kiyama, moto wa jahannam kupita juu yake. Kiufupi, mwanadamu ana tabu juu ya tabu, ameumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ana tabu atazikabili mbele yake. Fama khuliqta illa lil'amal au lit'amal, hukuumbwa ewe mwanadamu isipokuwa ufanye amali. Haya ndio malengo ya kuumbwa wewe, imma lidinika wa huwa al-aslu fi khilqatika, imma ufanye amal kwa ajili ya dini yako ambayo ndio asli ya wewe kuumbwa kwa ajili yake, umwabudu Allah subhanahu wa ta'ala usimshirikishe na chochote, wa imma lidunyaka allati lan tuhassila ma fiha illa bita'ab, na imma ni kwa ajili ya dunia yako ambayo huwezi kuipata isipokuwa kwa kupata tabu na dhiki. Maadamu uko katika hii dunia, tantaqilu min ta'abin ila ta'ab, watoka kwenye tabu moja na shida moja uenda kwenye nyingine. Wa ba'da al-maut, na baada ya kuondoka hapa duniani kadhalika mwanadamu ana tabu zinazomkabili, illa idha ataa Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa akiwa tamtii Allah subhanahu wa ta'ala. Fala rahata lilinsani illa fil janna, binadamu hapati raha mpaka ule mguu wake wa kwanza atakapoutia peponi.
pale ndo utaanza kupumzika. Utapumzikia huko. Ama huku nyuma ni tabu baada ya tabu, tabu baada ya tabu, mpaka atakapokanyaga kwa mguu wake ndani ya pepo akiwa ni katika watu waliomtii Allah subhanahu wa ta'ala. Na pale ndio kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, watakapoingia watu wa peponi ili kutulizwa kwa ile tabu walioipata mpaka kufika, kitu cha kwanza kabisa watakachokula watu wa peponi ni maini ya samaki. Mtu anasema maini ya samaki vipi? Kwa hiyo ona omena wako kule, si kama samaki gani tafi. Watapewa wale wapumzishe mwanzo nafsi zao pale. Na kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa watu wa peponi kuna ng'ombe aliyewekwa yuala katika nyasi za peponi, awasubiri watu wa peponi watakapofika katika ikramu watakaofanyiwa, watachinjiwa ile ng'ombe wale. Pata tabu bwana mpaka kufika peponi, kazi kubwa kubwa mno kuliko vile mimi na wewe tunavyofikiria. Na ndio washangaa waweza kumuona mtu hata habari hana, wallahi upumziki wewe mwanadamu mpaka utakapoingia peponi, hatta tadkhul aljanna hunaka yartahu alinsan, kule ndiko mwanadamu atakapopata utulivu. faman at'aba nafsahu qabla dhalika fi ta'ati Allah, yule aliyejitaabisha nafsi yake kabla hapo kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, irtaha fil janna, huyo atapumzikia peponi. waman a'rada an ta'ati Allah intaqala min ta'abin ila ta'abin ashadda minhu, ama ambaye atamuasi Allah subhanahu wa ta'ala, huyu atatoka katika tabu moja aenda kwenye tabu nyingine, tabu moja mpaka nyingine, na bado kuna tabu kubwa zaidi zinazomngoja huko mbele. Huyu mwanadamu na udhaifu aliyokuwa nao, ambaye asili yake ni dhalumun jahul, ni mwingi wa kujidhulumu nafsi yake na mjinga asiyejua maslaha ya nafsi yake, mughtarrun binafsihi mutakabbir. Mara nyingi mwanadamu hughurika na nafsi yake, ana kiburi. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala hapo mbele akasema, ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Huyu mwanadamu huyu hivi anadhania hapana yeyote atakayemweza? Haona hakuna anayemweza yeye. Ayadhunnu al-insanu annahu idha iqtarafa al-ma'asi la yaqdiru alayhi ahad wa la yantaqimu minhu walau kana rabbuhu alladhi khalaqahu. Hivi adhania huyu mwanadamu anayefanya maasi kwa hakuna mtu anayemweza, yule atakayemlipiza kwa ule uovu aliofanya, hata kama ni Mola wake aliyemuumba ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pamoja na tabu ambazo wazikabili mwanadamu, bado ana kibri, hajui yale masuhulia ambayo yamngoja kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Afanya maasi akidhania kuwa hakuna yeyote anayemweza yeye, yaweza kufanya chochote na hakuna yeyote anayeweza kumfanya chochote. Lakini lau kama angekaa huyu mwanadamu anayefanya kibri, ambaye ni mjinga afahamu yaliyoko mbele yake, lau kama angekaa akazingatia asili yake, ametoka wapi mpaka pale alipofikia. Lakini wengi katika watu katika ghafla. Allah subhanahu wa ta'ala sema katika kiburi chake huyu mwanadamu, asema yaqulu ahlaktu malan lubada, asema nimeteketeza mali nyingi. Maana yake nini ya maneno? Yani huyu mwanadamu asi ambaye Allah subhanahu wa ta'ala pengine amempa uwezo katika uwezo wa kidunia, atangaza na kuweka wazi na kusema yaqulu anfaqtu malan kathiran mutarakiman ba'dahu fawqa ba'd,
nimetoa mali nyingi, nimetumia pesa mingi mimi katika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, mali ambayo lau kama yatakusanywa yatarundikana baadhi yake juu ya nyingine. Kwa hiyo asema mimi ni mtu nina mali nyingi, walan tanqati'a anni, na mali yangu haiwezi kukatika hata nikatumia vipi. Pia nimemaliza mali nyingi katika starehe, lau kama nitakusanya itakuwa mfano wa milima, lakini mali yangu iko vile vile. Utaona wazungumza maneno kama haya, mali yangu haiondoki. Akawa ameghurika na ile mali yake, akasahau kuwa yule aliyempa, je, hawezi kumpokonya kwa wakati mmoja tu? Je, aona kuwa aliyemuumba hana uwezo wa kuiangamiza mali yake? Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Kuna mmoja asema kwa ule uwezo Allah amempa, lau kana alfaqru sarukhan, mtu aishi katika asria, lau kama umaskini ni skadi hivi, bomu la tupwa, basi litawapata watu wote kwangu walifiki. Wana kibri, yani ule umaskini utawafikia watu wote, lakini mimi hauwezi kunifika. Mimi na mali nyingi bwana, natumia bwana. Unaona wengine wana lugha hizi za huku kwetu, mwenyewe basi hana mali gani basi, lakini hivyo hivyo pia yumo pia yule aliye na kichache pia yuwasema neno kama ponda mali bwana. Kwani kuna nini bwana? Atumia mali yake katika kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika dhulma aliyokuwa nayo huyu mwanadamu, hivi anavyojisifu kuwa amuasi Allah subhanahu wa ta'ala na mali yake bado iko, ayahsabu an lam yarahu ahad, ayadhunnu hadha almutabahi bima yunfiquhu anna Allah la yarahu. Je, adhania huyu anayejivuna kwa kile anachokitoa katika kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala kuwa Allah hamuoni? Wa annahu la yuhasibuhu fi malihi, na kuwa hata muhisabu katika mali yake kesho siku ya kiyama. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, ameichuma mali yake kutoka wapi na ameitumia katika njia gani? Hivi wadhania hakuna anayehifadhi matendo yake na kuandikiwa yale matendo yake? Huyu aliyeghurika haoni kuwa Mola wake amuona? Haoni kuwa kuna malaika Allah subhanahu wa ta'ala amewaweka kazi yao ni kuandika matendo yake? Je, hafikiri hivyo? Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema alam naj'al lahu aynayn. Na hapa Allah subhanahu wa ta'ala amkumbusha udhaifu wake mwanadamu ili atambue udhaifu wake na kuwa hajimilikii nafsi yake chochote. Akamkumbusha neema zake. Neema ya kwanza Allah aliitaja akasema alam naj'al lahu aynayn, alam naj'al lahu aynayn yubsiru bihima. Je, hatukumjaalia huyu mwanadamu macho mawili akawa aona kupitia macho yake haya mawili? Bimaana lau kama Allah subhanahu wa ta'ala angelitaka asingempa macho, akazaliwa hata yale macho hana, au akampokonya nuru ya yale macho akawa haoni, hawezi kuiregesha ile nuru ya yale macho akaona. Na katika mambo yanaonyesha uwezo mkubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo hili, waweza kumuona mtu ni daktari wa macho, watu waenda kwake awatibu, kisha Allah akamkadiria akawa kipofu, hawezi kuregesha yale macho alikuwa nayo, pamoja na kuwa labda ni daktari mkubwa wa macho, akayakosa macho yake. Yani huu ni udhaifu mkubwa aliyokuwa nao mwanadamu. Allah amkumbusha hii neema. Je, sikumjaalia huyu mwanadamu akawa ana macho mawili anaona nayo? Hafikirii kuwa mimi ndio nimneemesha na neema kama hii? Kisha akasema walisana wa shafatain,
ay walisanan wa shafatayn yatahaddathu bihima, nikamuumba na ulimi na midomo miwili, una midomo juu na chini. Na hapa ukiangalia katika tarjama ya Kiswahili yasema walisana wa shafatain, na ulimi na midomo miwili. Kuna mmoja kafiri aambia wale jamaa wanaoshindana wale na makafiri na Nasara, sasa mbona Qur'ani hapa sema midomo miwili? Sisi tunajua mdomo ni mmoja. Ni kweli, ukisoma hizi tarjama hili utaelewa hivyo. Midomo miwili sasa mmoja, si tunaona mdomo mmoja, sio hivyo? Mdomo sio Kiswahili, huu ni mdomo sio. Lakini angalia Kiarabu sema washafatain, hii ni shafa, lips hizi. Kiingereza ita lips ndio ziko mbili, Kiarabu sema shafatain, lakini Kiswahili sasa tafsiri na ulimi na midomo miwili. Sasa huu ujetoa mdomo na utoa mdomo, sijui Kiswahili hii yaitwaje Kiswahili, ambaye wajua atakuja kutueleza hii lips Kiswahili yaitwaje. Hapa haikusudiwi mdomo, hakusudiwa lips hizi mbili, ya juu na ya chini, walisanan wa shafatain. Hebu tafuteni Kiswahili hii lips yaitwa nini, ndio iwe tarjama yake hapa. Sasa kuna watu waelewa sivyo, waelewa midomo miwili maana yake ana mdomo huu wa juu hapa na kuna mdomo mwingine uko wapi, sio? Hakuna mdomo. Mmoja mjanja akamwambia midomo miwili, alipokuwa yuko tumboni kwa mamake alikuwa kila kwa kitovu, kwa hivyo ile ni mdomo, kisha kitoka iwala kwa juu, huu mdomo. Maana yake haelewi yule kafiri. Lakini huyu pia katika tafsiri yake hii si kweli, si maana yake. Hapa kinachokusudiwa ni shafa. Shafa ni hii sehemu ya juu moja na hii ya chini, shafatain. Hapa kuna kuonyesha uwezo mkubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa Allah amemneemesha mwanadamu kumpa ulimi anaotamka nao herufi, wayuabbiru bihi amma yurid, anachotaka yeye akizungumza kwa ulimi wake akaeleweka anachokitaka. Fa subhanallah, ushawahi kujiuliza hizi herufi tunazozitamka sisi zatoka wapi? Hizi herufi tunazozitamka sisi, ukasema alif ba ta tha, huu ni upepo tu watoka. Hizi herufi zatoka vipi katika mdomo? Utajua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha na neema kubwa sana. Kwani kuna watu wangapi ambao wana mfano wa hiki ambacho wewe unacho kuzungumza na hawasemi? Ama hakuna? Si wako mabubu? Bubu ana ulimi, ana sehemu ya mdomo hapa, lakini haeleweki azungumza nini. Na mdomo ni ule ule na ulimi ni ule ule ambao ana yule anayezungumza, lakini hawezi kusema chochote, watoka upepo tu katika mdomo wake. Kwa hizi herufi hizi ambazo hujenga maneno yakaeleweka, min aina taati? Shawe kujiuliza kutoka wapi? Maswali muhimu sana kujiuliza, ukumbuke neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu yako. Wallahi lau kama Allah subhanahu wa ta'ala hakukujalia ewe mwanadamu waweza kutamka hizi herufi, lau watakusanyika watu wote ulimwenguni kwa ajili ya kukutamkisha wewe herufi moja huwezi kuitamka. Na ukitaka kujua hilo, chukua bubu, kusanyikeni madaktari wote muweze kumfanya azungumzi hata neno moja, hazungumzi. Ndio ujue anaoyafanya haya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kamjaalia mdomo wa kuzungumza, aweza kutamka herufi hii herufi ile, akampa ulimi, ule ulimi watoka ndani ya mdomo wake, atamka, ataje herufi mbalimbali. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akamkumbusha hii neema huu mwanadamu, alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatain wa hadainahu an-najdain, na tukambainishia zote njia mbili.
وهديناه النجدين أي وعرفناه طريق الخير وطريق الباطل tukamjuza yani tukampa akili ya kuweza kupambanua njia ya khairi na njia ya batil. Akili Allah akakupa upambanue hii ndiyo njia ya khairi na hii ndiyo njia ya batil. Wanawavyuoni wasema hii aya yaingia pia ndani yake pale anapozaliwa mtoto. Anapozaliwa mtoto mama yake ana maziwa mawili. Kizungumza kwa lugha ya adabu, mama yake ana maziwa mawili. Wengine katika wanaovioni wakafasiri hii aya wahadainahu najdain kuwa ni yale maziwa mawili ya mamake. Anapotoka tu katika tumbo la mamake tayari ajua kuwa pale ndio mahali afaa anyonye apate maziwa. Hafuati kitovu cha mamake wala tumbo wala, ataka kunyonya ile sehemu ambayo ndio chakula chake Allah subhanahu wa ta'ala amekijalia. Wahadainahu najdain, hajui chochote, amezaliwa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an, hakuna chochote mnachojua mnapozaliwa wala hadiriki chochote. Lakini ni kuwa kama muuliza, alam yurshidhu rabbuhu ila thadyi ummihi, je hakumuongoza mama yake kwa maziwa mawili ya mama yake mzazi? Wa anna fihima ghidhaahu, na kuwa katika maziwa yale mawili ndiyo kuna chakula chake pale. Akamfundisha pia namna ya kunyonya ili apate chakula chake pale. Fahadhihi najdain, kwa hizi pia ni katika zile njia mbili Allah alizomfunza mwanadamu. Kisha utotoni mwake akamuongoza katika njia ya kupata chakula chake, na pale anapokuwa mkubwa Allah subhanahu wa ta'ala akampa akili ya kujua kupambanua baina ya hiki ni cha sawa na hiki ni cha makosa. Mwanadamu hilo ajua kwa akili aliyozaliwa nao na akili aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wahadainahu najdain, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema falaqtahama alaqaba, je ameukata huo mlima? Narudia tena, ukisoma tarjama utashangaa mlima gani tena huwazungumziwa, mlima Kenya au Kilimanjaro ama Everest au si mlima gani? Yani tarjama ya Kiswahili hapa yasema falaqtahama alaqaba, je ameukata huo mlima? Mlima gani huo? Lakini tafsiri falaqtahama alaqaba ay wa huwa mutalabun بأن يتجاوز العقبة التي تفصله عن الجنة فيقطعها ويتجاوزها. na huyu mwanadamu atakiwa aruke, ndio kwa mfano wake wa mlima, kile ambacho chamzuia yeye kutoingia wapi? Peponi. Bimaana kuna amal hapa katikati atakikana azitekeleze, anapozitekeleza ndiyo sababu ya yeye kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Je, ashazitekeleza? Na ikiwa hatazitekeleza amali zile alizoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, tayari ishakuwa ni kizuizi kwake yeye kutokamana na kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa lazima avuke huo mlima. Mlima wenyewe ni zile amal alizoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, maamrisho na makatazo, atekeleze yale aliyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akasema wama adraka mal aqaba, na ni nini kitakachokujulisha wewe huo mlima? Ndio Kiswahili tarjama. Ay wama a'lamaka ayuha ar-rasul mal aqabatu allati alayhi an yaqta'aha liyadkhula al-janna, na ni kipi kitakachokujuza ewe mtume wangu kile kizuizi ambacho atakikana mwanadamu akikate na kukipita ili aingie peponi? Kisha baada ya hapo Allah akaanza kutaja matendo ya kheri ambayo atakikana mwanadamu ashikamane nayo ili iwe ni sababu ya yeye kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala.
qala fakku raqaba, kumkomboa mtumwa. Hiya i'taqu raqabatin dhakaran kanat au untha, ni kuacha shingo huru, yani kuacha mtumwa huru, awe ni mume au ni mke. Katika amali za khairi kuachilia watumwa huru. Au it'amun fi yawmin dhi masghaba, ili nende haraka kwa sababu ya wakati. Au kumlisha siku ya njaa, au an yut'ima fi yawmi maja'atin yanduru fihi wujudu at-ta'am, alishe wale wanaohitaji katika siku ya njaa ambao ni ngumu kwa mtu kupata chakula, kwa awe ni mwenye kuwalisha maskini, awasaidia wale wasiokuwa na uwezo. Na kule kulisha chakula ni katika njia walizokuwa nazo watu wakarimu na watu wema, min af'ali salihin. Na kila wakati ambao chakula chahitajika zaidi, bimaana katika hali ya njaa, ajiri pia kwa yule anayetoa kile chakula huwa kubwa zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu mahitajio ya chakula katika siku za njaa ni zaidi kuliko siku zingine za kawaida. Na ikiwa ni kwa wale madhaifu ambao hawana uwezo, waogopewa kufa na njaa, basi katika hali kama hii ajiri yake ya wakubwa zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo katika njia atakazozitumia huyu mwanadamu ili kuvuka hiki kizuizi ambacho chamzuia yeye kutokamana na kuingia peponi, awe atawalisha watu madhaifu katika siku ambayo ina bala njaa, watu watamani kile chakula hawakipati, wakitafuta hawakioni, yeye akasimama katika kuwalisha hawa maskini. Tena yatiman dha maqraba, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akataja yatima aliyejamaa, yani tiflan faqada abahu. Yatima ni yule mtoto aliyemkosa baba yake kabla ya kubalighi. Lahu bihi qaraba, ana ujamaa na yeye, bimaana labda mtoto wa ndugu yake aliyefariki, au mtoto wa ammi yake, au mtoto wa jamaa yake wa karibu, akawa ni yatima, akachukua yeye jukumu la kumsaidia na kumlisha na kumsimamia yule yatima. Na hapa kuna jambo muhimu sana nataka nitanabahishe. Wengi kati yetu sisi leo tumesahau jukumu letu katika suala hili la mayatima. Yawezekana kupata katika familia kuwa wapo mayatima, lakini ukaona wale watu wa familia ile habari hawana kuhusu wale watoto ambao baba yao ameondoka. Baba ni kiungo muhimu sana katika familia. Allah subhanahu wa ta'ala amempa majukumu muhimu sana, na wengi katika watoto hawafahamu umuhimu wa baba zao mpaka ile siku watakapowakosa. Wengi aweza kuwa yule mtoto mjeuri, ana muamala mbaya na babake, lakini ile siku atakayomkosa yule baba atafahamu kuwa kumbe yule baba alikuwa ni kiungo muhimu sana katika familia. Sababu wewe waamka, ukifungua friji hivi wapata chakula kiko pale ndani, ukienda jikoni hivi ukuta mashaallah kile unachokitaka ukihitajia kipo, kila kitu kipo. Sasa kwa kuwa waziona zile neema ziko kila siku, waona kwako ni kitu cha kawaida. Lakini ile siku ambayo utamkosa baba yako mzazi, pale utajua kuwa mimi nimepungukiwa na kiungo muhimu sana katika maisha yangu. Lakini wengi katika watu watajua kuchelewa sana. Kuna vituko bwana, kuna vituko sana. Wewe unaweza kusikia mtoto kijana wa Kiislamu bwana ampiga babake kichwa bwana, sababu baba akosana na mama yake labda kwa jambo fulani hivi, mambo kawaida. Basi yule mama mtie maneno yule mtoto, mpaka yule mtoto ajamwambia wewe vipi wewe baba, kichwa chini. Kuna kijana mmoja, mzee mmoja katika watu ninaowajua, anieleza kisa chake.
asema mimi nimeona na macho yangu hivi akimpiga babake kichwa chini, babake anaanguka chini. Miaka ikapita, yule baba akaenda mbele za haki, kafariki, na wao jirani zake yani. Wallahi yule bwana nilisema wallahi nakuwa pia sifanyi mubalagha au ghuluu katika maelezo yangu, wallahi nakuwa pia pale pale yule mtoto alipompiga babake kichwa, mtoto wake amempiga pale pale kichwa. Sielewa, pale pale mali napakumbuka vizuri, namuona akimpiga babake kichwa, na Allah nipa umri namuona mtoto wake akimpiga yeye hivyo hivyo kama kitale, akampiga babake chini, akaanguka vile vile alivyoanguka babake. Wengi katika watoto hawafahamu ule uzito wa yule baba katika nyumba, lakini angalia yule mtoto akiwa yatima, hakuna anayemsimamia chochote, yule ajua umuhimu wa baba, sababu apata tabu. Sasa lile ninalotaka kulitanabahisha ni hili: wewe ikiwa katika familia yako kuna mayatima na una uwezo, ile ni njia yako ya kwenda peponi. Sisi sijui kwa nini mafunzo yetu yatufunza hivi, kisha kuna majumba ya mayatima. Majumba ya mayatima ya kazi gani? Kwa nini tuwe na majumba ya mayatima wakati tuna familia zetu ambapo kuna watu waweza kumchukua yule mtoto wakamlea na wakamsaidia mpaka kukua? Kwa nini kuwe na majumba ya mayatima? Labda kungekuwa majumba ya watoto wanaotupwa, hawajulikani wazazi wao nani wala familia zao nani, ingelikuwa ingia akilini. Lakini kijana amezaliwa katika familia, kila mmoja ajifanya hamnazo yeye kila mmoja mashughuli yake, mpaka yule mtoto atolewa katika nyumba, akosa mapenzi ya mama yake, akosa mapenzi ya familia yake, apelekwe enda kulelewa katika nyumba ya mayatima. Sikwambii hapa mbele sasa, najua mtakasirika, lakini wengi katika wale walio na majumba ya mayatima utawakuta, si wote, wengi wao ni kitega uchumi tu kimewekwa pale, basi kuje msaada pale wale mayatima, na mayatima hawabadilishiwi hali zao kwa sababu hawatasaidiwa. Na maanisha nini? Watalazwa chini, watawachwa na maradhi hivi, hawatengenezewi hali yao, wabakie vile vile, ili ukija wewe kuizuru ile nyumba ya mayatima ulainike moyo. Hawana magodoro. Kwani magodoro mbei gani? Kumbe kuna 10 kama washanunua magodoro, mwanunua tu mkinunua. Mbona wala hivi wala sima? Kwani mtele mbei gani? Waambia mtele mbei, waleta gunia 10 bwana. Kumbe kuna 20 kama washaleta magunia 10 hapo. Jamaa akafungua kioski, auza bei ya reja, auza bei ya jumla huko, kitega uchumi. Kwa nini ifikie hivyo wakati sisi tuambiwa maneno haya na Allah subhanahu wa ta'ala? Yatiman dha maqraba, una yatima katika jamaa zako, msaidie. Ndiyo njia ya wewe kwenda katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usiwache hii nafasi useme mbona fulani atoi, mbona. Kuna tabia ambayo baadhi yetu sisi tunayo, tabia mbaya sana, na subhanallah hii tabia iko mpaka kwa watoto, kwa wazazi wao. Wamwona mtoto Allah amemfungulia, amuona mzazi wake ana shida, lakini asema mbona fulani amsaidii ndugu yangu, nimsaidie mimi. Baba we, pigania nafsi yako mwenyewe, usimwangalie huyu wala yule. Inshallah yule yumsaidia na kila kitu, na wewe ngangana kwako, kila mmoja ajitafutia pepo kivyake. Haya nikiyazungumza marefu, na maradhi ni mengi katika mujtamaa tunaoishi. Kijana, chunga heshima ya baba yako kama vile unavyochunga heshima mama yako. Usimdharau baba yako, akiondoka utafahamu umuhimu wake. Na wengi katika watu hilo hawalitambui mpaka ile siku atakapoanguka yule mzee, sema kumbe yule mzee alikuwa kiungo muhimu sana katika familia. Sasa na wewe ambaye ni jamaa zako, wamuona mtoto mdogo ameondokewa na baba yake akiwa mdogo,
msaidie, usimwache, usimtupe, peleka kwenye jumba la mayatima kule. Kwa nini? Na wewe upo, waweza kumsaidia. Au miskinan dha matraba, ay faqiran laysa lahu shay'un yamliku, faqiri hana chochote anachokimiliki, au maskini aliyevumbini. Unajua maana yake? Yani hata katika kulala kwake pengine alala juu ya mchanga, hana cha kulalia, hana chochote, maskini hohe hahe wanavyosema wenyewe, hana kitu. Msaidie, ndio njia yako ya kwenda peponi. Msaidie yule maskini, na haswa akiwa ni katika jamaa zako zaidi. Msaidie bwana, una uwezo, Allah amekupa uwezo, msaidie yule maskini. thumma kana min alladhina amanu watawasaw bis-sabri watawasaw bil-marhama. Acha tuimalize hii sura, naona wakati umesonga, itu tumalize hata kama itachukulia wakati wa Qur'an. thumma kana min alladhina amanu, kisha awe miongoni mwa walioamini, kwa sababu amali yako haikubaliki ikiwa wewe si katika waumini. Kafir, mushrik, amali yako haikubaliki. Kwa kuna sharti hapa, lazima uwe katika wale walioamini. Watawasaw bis-sabri watawasaw bil-marhama, na wakahusiana katika kusubiri kwa zile shida wanazozikabili katika hii dunia, na wakahusiana katika kuhurumiana. In Kiswahili tarjama kiraba, thumma kana min alladhina amanu billahi, kisha akawa katika wale waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala. wa awsa ba'dhum ba'dhan bis-sabri 'ala at-ta'at wa 'ani al-ma'asi wa 'ala al-bala, kisha wakahusiana baadhi ya wao kwa wengine katika kuwa na subra juu ya taa, kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wamwambia mwenzako, fanya subra, miaka michache tuondoka hapa duniani, twende. Wamwona mwenzako yuko katika kheri, mara ghafla amerudi nyuma, mwite, tuendelee bwana, kwani tutaishi miaka mingapi katika hii dunia? Tufanye subra. Utafanyaje? Haswa katika yale mambo yanayofungamana na da'wa. Da'wa bwana inahitaji subra sana, ina mitihani mengi sana, mengi sana. Ikiwa mitume walipata mitihani, sisi ni nani? Kwa wakahusiana katika kusubiria ile taa wanaoifanya na kusubiria kutokamana na kufanya maasiya. Wakaonyana, tusubiri, ni muda mfupi tu, na kusubiria katika mitihani inayowapata ya kidunia. wa awsa ba'dhum ba'dhan birrahmati biibadillah, na wakahusiana baadhi ya wao kwa wao kuwaonea huruma waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, kuwaonea huruma waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah asema hawa wanaopambikana haya, ulaika ashabul maimana, hao ndio watu wa kheri wa kuliani. Ay ulaika almuttasifuna bitilka sifat hum ashabul yamin, hao wanaosifika na sifa hizi, hao ndio watu wa upande wa kuume, watu wa kheri, watu wema, wasifika na sifa hizi ambazo tumezitaja. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة, lakini waliokanusha aya zetu, hao ndio watu wa upande wa shari. والذين كفروا بآياتنا المنزلة على رسولنا هم أصحاب الشمال, na wale waliokufuru aya zetu tulizomteremshia mtume wetu, hao ni watu wa kushotoni, waovu, watu wa motoni. alaihim narun muqsada, moto uliofungiwa utakuwa juu yao. alaihim narun mughlaqa يوم القيامة يعذبون فيها, hawa juu yao kuna moto wa jahannam ambao umefungiwa, hakuna mahali pa kukimbia. Watu wa motoni watafungiwa katika ile sehemu wanaoadhibiwa, iyadhan billah, hakuna mahali pa kukimbia. Kwa wale waovu ambao hawataamini, hii ndio hali yao itakayokuwa, alaihim narun muqsada. Hii ni kwa kifupi tukizungumzia suratul balad.
natarajia insha Allah taala kwa maelezo haya ya kiujumla, na naomba msamaha nimerefusha kwa sababu nataka kuimaliza hii sura, lakini kwa maelezo haya tulioeleza insha Allah tutarajia kuwa tumefahamu na kuelewa kuwa hii sura unapoisoma basi uwe utazingatia maana yake ili iwe na faida na wewe. Wallahu musta'an. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.